Mama mbona siku tumepokea Dar es Salaam Tanzania, Wazanzibari tuko lele. Tumepokea binti Zuchu amejifungua mtoto wa kike, mashallah. Kumbe Mzanzibari mwenzako kajifungua. Sasa hayo ndo maneno. Allahumma amina inshallah. Amweke Allahumma amina. Ndo mtoto wa kwanza wa Diamond ndani ya ndoa. Si ndo tunasema hivyo? Sijajua. Siwezi kusema ndio kwa sababu sijui wengine walizaliwa nje ya ndoa kabla hajafunga, kwa sababu ndoa ni privacy ya mtu. Ngoja. Ndoa ni privacy ya mtu. Unaweza ukaoa kwa siri na watu wasijue. Ila ndoa iliyotangazwa ni ya Zuchu. Inawezekana wengine alioa lakini kwa siri, yote hatuwezi kujua. Basi tuseme mtoto wa pili. Tusitaje idadi, tumzungumzie mtoto tu wa ndani ya ndoa. Tusiseme wa kwanza wala wa mwisho. Tuishie tu mtoto wa ndani ya ndoa ambaye anaitwa nani? Uwe binti mwanamke mwanamume wa kike. Kwa mujibu wa yanayoendelea mitandaoni nimesikia anaitwa Sanura. Mashallah. Jina la dadangu kipenzi. Sanura. Sanura mwenyewe. Dadangu binti wa Tandale. Mashallah. Katika kitu ambacho watu wengi sana wamevutiwa nacho ni baada ya kuona mama yake na Diamond kumpongeza Zuchu. Maana kuna sintofahamu ilikuwa kubwa kama sikosei juzi baada ya Zuchu kufanya baby shower yake, lakini hawakumuona mama Diamond, hakuonekana dada yake Diamond, namzungumzia Esma. Watu walikuwa wakizungumza sana, wakihisi labda kutakuwa na ugomvi mkubwa, ndio maana wazazi wa ndugu wa mwanaume hawakuhudhuria kwenye sherehe. Lakini watu tumefurahi, tumeona kuna namna ugomvi umeisha. Aliyesema kulikuwa na ugomvi nani? Kwani kutokushiriki katika sherehe lazima iwe ugomvi? Inawezekana una udhuru wa jambo ambalo umekuzuia kutokuwepo kwenye hilo eneo. Hapana. Unajua shida iliyopo, watu wanataka kutengeneza sentensi. Yaani watu wanakuwa kama vile waimba nyimbo wa Zumari. Yaani mtu anatengeneza mchezo bila kujua wimbo umeanzaje. Sasa haya mimi sioni kama ni sahihi sana. Tusiwatengenezee watu magomvi. Haya kama wagomvi walikuwa na ugomvi ndio maana hakuhudhuria. Kasuruhisha nani leo kampongeza? Nani ameshuhudia kwamba kulikuwa na suluhu imepita na sasa kapongezwa? Tuseme tu alikuwa na udhuru au sababu zisizoweza kuzuilika, alishindwa kutokea katika eneo. Hilo ndio jambo la msingi. Wanasema pengine inawezekana baada ya mtoto kuitwa Sanura ndio sababu ya ugomvi kuisha. Watanzania sasa. Sasa swali linakuja, kwani kuitwa Sanura ndo kunamaliza? Yaani ukiniita jina langu ndo umemaliza ugomvi na mimi kauli ni kwanza? Hilo jambo sio sahihi. Hapana, sio neno la msingi sana. Kikubwa ambacho mimi na kisema kwanza muhimu kama kiongozi wa dini, kama mzazi wa wavulana hawa, mvulana huyu, wasichana hawa, niwaambie tu kitu kwamba mtoto wa Zuchu na Diamond ni moja kati ya watoto maarufu zaidi duniani. Mashallah. Anaweza kupatwa na hasadi. Wafanye sana dua za kumkinga. Kwa sababu midomo mingine midomo ya moto. Mioyo mingine mioyo ya umeme. Mawazo mengine ni mawazo ya radi. Yanaweza kuleta madhara pale usipotarajia. Afanyiwe sana dua huyu mtoto na waepuke kumexpose mara kwa mara. Sawa. Lakini hajapostiwa. Ni ameposti tu kipindi ambacho mama alikuwa anafanywa operation hospitali na mtoto yuko pale, akapiga picha pamoja na baba na mama na mtoto basi ndio nasema wafanye sana dua, wafanye sana maombi. Wamfanyie dua sana mtoto. Nataka nikupitishe kwenye moja wa waraka ambao upo mitandaoni kutoka kwa Esma Platinum, namzungumzia dada wa Diamond Platinum. Ameposti kwa kuandika hivi: bismillah, huwa anafanya swala kila siku ikifika muda huu, lakini leo swala yangu imekuwa ya tofauti sana. Hii ameposti masaa 11 yaliyopita, kwa maana anafanyaga swala saa 12 asubuhi ama saa 11. Lakini leo swala yangu imekuwa ni tofauti sana. Nimepata wasaa kumwombea malaika mpya kwenye familia yetu asiye na hatia yoyote. Nitakuwa natenda dhambi endapo nitamwekea kinyongo kwa akili ya kawaida. Watu walikuwa wanatengeneza uadui baina yangu mimi na mama Sanura, ambaye akaeka mabano akaandika Zuchu. Lakini ukweli ni kwamba sisi hatuna uadui wowote. Hakika dini yetu inatukataza kuacha kusameheana pale tunapokoseana, hasa ikiwa Allah tunayemkosea na anatusamehe. Sisi ni nani? Mama Sanura Nasib, ambaye ni Sandra, akaeka kwenye mabano.
mume wangu amenionyesha ujumbe wako, mume wake Esma ambaye ni Jembe One amenionyesha ujumbe wako uliomtumia. Kiukweli nimejisikia vibaya. Kweli tusiruhusu kufa bila kuongeleshana. Hapa tu inaonyesha kwamba wao walikuwa hawazungumzishani. Alafu pia ujumbe unaendelea, mimi ni Muislamu, nitakuwa sitendi haki kama sitokusafia nia. Umeshaelewa hiyo? Anamaanisha Zuchu sasa. Yes. Umeshakuwa mama sasa hivi na mimi nimeshakuwa auntie. Basi tuwalee watoto wetu katika msingi bora wa dini na upendo. Umeelewa hiyo? Lakini pia akaiongezea, mume wangu nakupenda sana, hakika wewe ni mume bora, una hekima sana. Ulilolitamani kwa muda mrefu limetimia. Team Zuchu. Kwenye jina la mtoto hapa, I'm just kidding. Wanazengo wanazengo na challenge tu. Kilichoandikwa ni hicho alichokiandika Esma Platinum kwenye akaunti yake. Maana yake katoa siri za kambi kwamba ni kweli kulikuwa kuna mtafaruku baina yao. Lakini maelezo yako wazi, comment ya Zuchu ikoje? Lakini maelezo yako wazi. Naam. Anasema shukrani auntie. Tunakusikiliza. Maelezo haya ya dada wa Diamond yanaonyesha kwamba chanzo kikuu cha matatizo ni ugombanishi wa watu waliopo pembeni ambao hawaitakii mema hii familia. Wamekuwa wakileta maneno huku na huku na kuwagombanisha. Na niwaambie tu, sio wao tu, niwaambie watu wote duniani, hata mke na mume mkiwa ndani, mkiingia katika sintofahamu, conflict za kifamilia au za kindoa, alafu mkawa hamkubali kukaa chini kuzungumza, basi maadui wataweka maneno ya ziada kwenye vichwa vya kila mmoja wenu na itachochea tatizo zaidi kuliko kulisuruhisha au kulitatua tatizo linalowasumbua. Niseme tu kama kweli kuna mgogoro ndani ya familia, dadangu Sanura ni mtu mzima, akae na watoto, aite mtu mwenye uwezo, hata kiongozi wa dini, awaweke pamoja, wazungumze, ayamalize, kwa sababu kukata undugu ni haramu katika Uislamu, na wanaokata ndugu yoyote atakayetangulia mbele ya Mwenyezi Mungu atakufa kafir, atakwenda motoni. Sawa. Naam. Sawa. Hapa pia kuna ujumbe kutoka kwa Mama Dangote. Mama Dangote ameandika, karibu bi mdogo wangu, alafu akaandika kwenye mabano N binti Nasibu Bichwa, kwa maana Nasriati. Kuna hili jina ambalo nimelisikia nalo pia wanasema ni Nasriati, anaitwa binti Nasibu. Haya, uje unichukulie mume wangu sasa, nitafurahi sana upate urithi wa shingo yangu. Alafu pia Zuchu akakomenti akaandika, asante bibi yake mjukuu. Kuna namna kama kulikuwa kuna vitu ambavyo vinaendelea chini ya kapeti, baada ya maneno mengi sana naona haya mambo ndio yakaonekana bora ya postiwe. Na hii posti imepostiwa baada ya Esma kuposti ile ya kusema kwamba tusiendelee kuwekeana vinyongo ndani ya nafsi yetu. Hivi inakuwaje hii wako wanapenda sana kuwachagulia sana watoto zao wanawake wa kuoa? Hii sio mara moja. Iko hivi. Mara nyingi kwenye ndoa yoyote ile, kila mmoja kwenye makundi ya wanaowaunganisha wanandoa wanaishi kwa interest zao. Mzazi anapopokea mkwe, mkamwana au mume, mara nyingi anampokea kwa interest zake. Wakaka na madada wanaompokea shemeji au wifi, wanampokea huyo wifi au shemeji kwa interest zao. Mwanamke anaingia katika familia naye anaingia kwenye familia kwa interest zake. In case interest za kundi moja kati ya hayo mawili zikawa vice versa, basi kinachotokea pale ni lazima kuwe na migogoro na migongano. Busara na hekima ni kuhakikisha kwamba lazima kuwepo na ambaye anakubali kushuka, ili kuondoa interest zake na kuruhusu interest za mwingine, ili mradi tu maisha yaweze kuwa kitu kimoja, kwa sababu wanadamu tuna tabia kutofautiana uwezo wa kufikiri, kutambua na kuamua. Sasa mimi nadhani magomvi mengi yanakuja katika familia na ndoa kwa sababu ya mgongano wa kimaslahi. Yani mtu anataka nini? Anataka mkwe wa namna gani? Anataka rafiki wa namna gani? Anataka mume na mke wa namna gani? Ndio maana mnaweza kuanza na mahusiano mazuri kama wachumba, lakini mkajikuta hamwezi kusogea kwenye ndoa hata
miaka miwili. Yani mkaishi kwenye uchumba miaka 5, miaka 6, na kwenye ndoa mkaishi miezi 10 tu, ndoa ikavunjika. Kwa sababu kinachofuata ni zile interest zenu, ni ile maslahi binafsi ya kila mmoja baada ya kufanya makubaliano au mkataba wa kisheria wa kufungamana. Nani anakosa nini na nani alikuwa anahitaji nini, amekikosa kwa namna gani. Kwa hiyo hili ni jambo lipo, sio tu kwa familia ya Diamond na wenzake, ni familia ipo, hata hizi familia zetu za Uswahilini nyingi ipo. Mawifi yaongee na wifi yao, madada aongee na shemeji yao, wazazi haongei na mkwe wao, hilo lipo. Lakini kwa Diamond inakuwa rahisi kulitambua kwa sababu yeye ni star, kioo cha jamii, vitu vidogo vinajulikana. Lakini jingine, wao wenyewe wameamua kuexpose maisha yao na kuyaweka katika mtandao. Siku zote unapoamua kuyaweka maisha yako mtandaoni, maana yake unawasaidia watu kutambua nyinyi mkoje, mnaishi vipi, mna jambo gani, kipi kizuri, kipi kibaya, maisha yenu yakoje na kadhalika. Kwa hiyo niseme tu haya yanatokea kwao kwa sababu wenyewe wameamua kuexpose maisha yao. Ukiamua kuexpose maisha yako, lazima watu wajue wewe unaishije. Sawa sawa. Pengine labda kwenye lile aloliandika Esma Platinum, na wewe umeliona na umesikia, nimekusomea hapa, una lipi la kuzungumza? Ni sawa Esma kuweka kila kitu kando ili waendelee kuzungumza na pia kumlea binti Nasibu Bichwa, wenyewe wanamuita Nasibu Bichwa, alelewe mtoto alokuja sasa hivi na Zuchu, maana maneno yalikuwa mengi sana. Kwa nini hakuenda kwenye baby shower? Kwa nini hakuposti picha ya Zuchu kwa mjamzito? Kwa nini hakuzungumza? Maneno yalikuwa mengi. Pengine kwenye hili Esma alolifanya, amefanya dini. Naam. Hilo amefanya dini, kusuluhisha na kuyamaliza matatizo kwa njia ya kidiplomasia, njia ya mazungumzo. Hiyo ndio dini ya Uislamu. Uislamu unatamani sana kutengeneza tatizo lolote linalowakabili kwa kutumia njia ya kuelewana, njia ya amani. Kwa hiyo mazungumzo ndio njia bora zaidi ya kumaliza matatizo, na ndio inaweza kutengeneza kesho bora zaidi kwa kumaliza mazungumzo au tatizo mlilonalo kwa mazungumzo. Kwa hiyo binti huyu amefanya Uislamu. Katika hili binti huyu amefanya Uislamu. Narudia, katika hili binti hii ameufanya Uislamu. Kwa sababu ndivyo dini inavyotaka. Ad-dini nasiha, dini ni kunasihiana. Sawa sawa. Mimi niseme tuzungumze tena na Lubumbashi ili tumalize nao kabisa. Kimsingi ni wakumbushe tu wana Lubumbashi, hasa Digadi na wa Tanzania na Afrika na dunia kwa ujumla. Jamani, hasa Digadi ile original inapatikana pale Dar es Salaam Ilala Bungoni, barabara ya feki ziko nyingi, lakini original inapatikana Ilala Bungoni, barabara ya Sharif Shamba, nyumba namba 3. Hatuna wakala dunia nzima. Anayetaka apige simu namba 0710400200. Kwa wale waliopo Tanzania, ukiwa nje ya Tanzania anza na alama ya kujumlisha 255 ambayo ndio code namba ya nchi ya Tanzania. Hasa Digadi ni moja kati ya udi wenye uwezo mkubwa kutatua changamoto za magonjwa yasiokuwa ya kibiolojia. Watu wanaosumbuliwa na mashetani, mizimu, majini wachafu, hasadi, uchawi na kadhalika, unasaidia kuondoa vitu hivyo. Vifungo katika kazi, vifungo katika mahusiano, kurejesha mahusiano mema, kumwita aliye mbali, kumrejesha aliye kusahau, kuweka kumbukumbu, kufungua ahadi. Lakini hasa Digadi inasaidia pia kufungua milango ya kiuchumi biidhnillah, ikitumika vizuri kwa kuoga na ikatumika vizuri kwa kutumia kuichoma. Lakini hasa Digadi ni moja kati ya udi ambao ukitaka kujua una tatizo gani, badala ya kwenda kupiga lamri na ukapewa taarifa za uongo, tumia hasa Digadi kuulalia. Shika tu mkononi, weka nia zako, weka kwenye pilo, lala nao siku zako 3. Kama ukupata taarifa siku ya kwanza utapata ya pili, kama ukupata pili utapata ya pili, ya 3. Ndani ya siku 3 biidhnillah utakuwa mpata majibu ya kila kinachokusumbua. Utabakia tu kuelekea njia sahihi ya kwenda kutatua tatizo linalokusumbua. Kwa wale waliopo Kongo, napatikana Lebata hapa katika mji wa Lubumbashi, eneo la Golf Lebata, na naendelea kutoa huduma kwa vipenzi vyetu vya Kongo. Unataka kuniona hapa, piga simu ya namba ya Kongo Airtel ambayo ni 098 46 45 690 98 46 45 690.
90. Namba hii haina WhatsApp, utapiga kawaida, tutapata mawasiliano nawe hapa na utafaidika na huduma zangu wakati wote. Wale wanaotaka pete za bahati, pete zinapatikana hapa biidhnillahi taala, tutakushauri. Lakini kuna vitu vingi vya mafanikio. Wewe unayeanza maisha, wewe unayetaka kufunguka maisha, nyota imechafuka, vitu haviendi sawa, njoo kwanza tufungue mlango wako wa mafanikio, tusafishe nyota yako, tutengeneze delegation nzuri ya kufungua njia za uchumi na kukufanya na wewe uweze kuishi katika maisha ya starehe kwa kula unachotaka badala ya unavyoishi sasa unakula unachopata. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.